Simulizi la maisha ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi, sehemu ya 7 ya masimulizi. Mpaka kufikia mwaka 1226 ambapo Fransisko anaacha wosia wake na kufariki, shirika lilikuwa linakabiliana na kipindi kigumu cha changamoto nyingi. Kadiri shirika lilivyokuwa na kuongezeka kiidadi, ndipo ugumu na changamoto zilivyoongezeka kiasi cha kuhitaji miongozo zaidi ili kukidhi mahitaji ya wakati. Mwongozo wa kanuni ya mwaka 1209 ulihitaji kufanyiwa marekebisho. Baadhi ya changamoto zilijitokeza ni kama ifuatavyo. 1. Ndugu waliojiunga na nia tofauti na lengo la mwanzilishi walianza kuleta makwazo kwa kupuuza mtindo wa maisha ya kiinjili. Fransisko katika uhosia wake anawakumbusha hilo anaposema, na baada ya Bwana kunipa ndugu, hakukuwa na mtu yeyote aliyenionyesha la kufanya, lakini mwenyewe aliye juu alinifunulia kwamba niishi kulingana na mtindo wa Injili. 2. Wengine walianza kujiona wana uhuru wa kufanya wanayotaka kinyume cha utii na wakaanza kuwadharau hata wahudumu. Fransisko anasisitiza utii anaposema, na kwa uthabiti nataka kumtii mhudumu mkuu wa shirika hili na mwangalizi mwingine yoyote ambaye ingempendeza kunipa mimi. Nataka kuwa mfungwa mikononi mwake, kiasi kwamba siwezi kwenda popote kufanya chochote kinyume cha utii. Fransisko alielewa kuwa mamlaka yote hutoka kwa Mungu. Kumtii kiongozi halali ni kumtii Mungu mwenyewe. 3. Shirika lilikuwa na mchanganyiko wa mapadri na walei, wasomi na wasio wasomi. Baadhi ya walei wasomi walianza kuwadharau mapadri. Fransisko akiongozwa na imani anawakumbusha hilo katika wosia wake kwa kusema, Bwana alinipa na bado ananipa imani kama hii kwa mapadri wanaoishi kadri ya desturi ya kanisa takatifu la Roma kwa sababu ya daraja lao, kuwapenda na kuwaheshimu. 4. Ndugu wengine walianza kulinganisha utume wao na mashirika mengine. Utume wa shirika la Fransisko toka mwanzoni ulikuwa tofauti kabisa na mashirika mengine. Jina lao lenyewe, ndugu wadogo, lilieleza wajibu wao. Fransisko alipenda jina hilo ili kuonyesha kuwa walitakiwa kubaki katika nafasi ya mwisho, yaani kubaki katika roho ya udogo na unyenyekevu daima, licha ya utume wanaofanya. Mwanzoni walifanya kazi za mikono na kazi za kuwatunza wakoma, lakini sasa utume ulikuwa umepanuka. Ndugu wasomi walianza kuzitazama kazi za mikono kama kazi za watu wasio na elimu. Fransisko anawakumbusha kubaki katika roho hii ya udogo licha ya elimu na madaraka walionayo anaposema, na mimi nilifanya kazi kwa mikono yangu na bado natamani kufanya kazi. 5. Ndugu wengine waliona ugumu kufuata ufukara wa kiinjili na kuzembea kwenye sala ya jumuiya kwa sababu ya uzurulaji. Fransisko kabla ya kifo anawakumbusha maisha ya mwanzoni kwa kusema, na wote waliokuja kupokea maisha haya waliwagawia mafukara kila kitu walichonacho, na waliridhika na kanzu moja. Hakukuwa na tamaa ya kitu kingine zaidi. Tulisali ofisio, ndugu walei walisali Baba yetu. 6. Wengine walianza kupenda makuu, vyeo na nafasi za pekee katika kanisa. Walishughulikia maendeleo ya hadhi zao ili wawe kama mapadri na watawa wa mashirika mengine katika kumiliki mali. Waliomba pia ruhusa na haki maalum kutoka Roma na kuondoa masharti makali ya ufukara. Fransisko katika wosia anawaasa kwa kusema, ndugu wajiadhari, wasipokee kamwe makanisa au chochote kilichojengwa kwa ajili yao. Popote walipo, wasithubutu kuomba hati yoyote. Akiwa amezungukwa na ndugu, anatoa pia taswira ya mhudumu bora wa shirika anavyopaswa kuwa. Anasema, mkuu wa shirika ni lazima awe mtu anayejinyima mambo ya anasa, mcha Mungu, mwenye huruma na busara, na asiyependelea. Ikiwa yeye ni msomi, asijivunie kabisa elimu yake, bali awe mnyenyekevu. Pia awe mfariji wa watu wanaoteseka, awape matumaini watu waliokata tamaa.
awe tayari kuwarekebisha watu wakaidi. Asifurahie mamlaka yake, bali afurahie matukano yake kama sifa. 7. Ndugu wengine walikuwa wanalalamika na kupinga kanuni ya mtindo wa maisha ya kiinjili, wakidai ni ngumu mno. Fransisko anawaasa kwa kusema, na mimi kwa utii na wakataza kabisa ndugu zangu wote, wakleli na walei, wasiweke maelezo katika kanuni, wakisema yapaswa kueleweka hivi. Matatizo hayo yalikuwepo kwa siku nyingi bila kujitokeza wazi. Mfarakano ulianza kuonekana hata kabla ya Fransisko kwenda Misri. Katika mazingira haya ya fujo na vurugu, Fransisko alithibitisha uwepo wa ndugu wapinzani waliotaka kuliharibu shirika, wakisaidiwa na watu wenye mamlaka. Aliona yeye peke yake hataweza kutatua matatizo hayo na kuleta amani. Aliamua kwenda Roma kuomba idhini kwa Papa Honorio wa tatu apatiwe kiongozi mmoja wa kanisa ili awe mlinzi, mshauri na msimamizi wa shirika lote. Papa alimpatia askofu wa Ostia, yaani Kardinali Ugolino, ambaye baada ya kifo cha Papa Honorio alichaguliwa kuwa papa kwa jina la Papa Gregory wa 9. Tangu wakati ule, Kardinali Ugolino alikuwa mshauri wa kudumu wa Fransisko na pia msuluhishi. Huyu alisaidia kutatua fujo na vurugu kati yao na kulipatia shirika sheria za kudumu. Ndiyo maana katika wosia wa Fransisko anasema, na ambaye siye Mkatoliki, mhudumu atalazimika kwa utii kumpeleka chini ya uangalizi wa ndugu wengine, ambao watamlinda kama mfungwa mpaka atakapomkabidhi kwa bwana wa Ostia, ambaye ni bwana mlinzi na mkosoaji wa jamaa yote. Fransisko alihitaji kuandika kanuni nyingine mpya ya mwaka 1221 ili kukidhi mahitaji ya changamoto zilizokuwa zinajitokeza. Kanuni hii ilikuwa imejaa maelekezo mengi toka maandiko matakatifu, na hivyo haikukubaliwa Roma kutokana na mapungufu ya kisheria. Fransisko ilibidi aandike kanuni nyingine ya kisheria akisaidiwa na Kardinali Ugolino pamoja na baadhi ya ndugu. Papa Honorio wa tatu aliikubali rasmi kanuni hii mpya ya mwaka 1223 kama mwongozo wa kudumu wa shirika la Mtakatifu Fransisko. Baada ya kifo cha Fransisko, mabishano kati ya wale waliotaka na wasiotaka mabadiliko katika shirika yaliendelea na kuwa na nguvu zaidi. Mwaka 1230, Kardinali Ugolino, baada ya kuwa papa, ilimlazimu kutoa tangazo rasmi, Quo Elongati, kusisitiza kuheshimu kanuni ya mwaka 1223 na wosia wa Mtakatifu Fransisko, licha ya kuwa wosia haukuwa na nguvu ya kisheria. Ni watu wachache sana walioteseka zaidi duniani kuliko Mtakatifu Fransisko wa Asizi. Licha ya kuwa na maradhi yaliyotokana na afya yake, mateso ya vidonda vyake na kuunidhamisha mwili wake vikali, aliendelea kuteseka zaidi kwa sababu ya kundi la wale waliotaka kuharibu kazi yake aliyoamini amefunuliwa na Mungu. Walikuwa wanapinga kanuni na mtindo wa maisha yake ya kiinjili. Watu hao walidai apunguze ukali wa kanuni uendane na matakwa yao na si matakwa ya Injili. Kardinali Ugolino, kama mshauri wa shirika, alimwamuru akubali kuacha mambo fulani ambayo Fransisko aliyaona ni msingi katika mtindo wake wa maisha. Alihuzunika sana kuona jinsi ndoto yake ilivyoonekana kushindikana na malengo yake kupotea. Kadiri alivyojaribu kuitetea kazi yake, ndipo upinzani ulivyozidi. Hiki kilikuwa ni kipindi cha jaribio kubwa la kiroho na kidhamiri lililoyumbisha wito wake na kujiona ameachwa na Mungu kiasi cha kukaribia kukata tamaa. Fransisko aliingia kwenye huzuni kubwa na giza nene la kiroho. Alijiuliza maswali mengi akiwaza, je, alidanganyika kufuata njia hiyo ya kiinjili? Badala ya kufuata Injili, pengine alifuata ndoto tu na kujidanganya mwenyewe au kudanganywa na Shetani. Alikumbuka historia yake ya nyuma na kujiuliza, je, ni kwa ajili ya dhambi za ujana wake ndiyo sababu Mungu amemwacha? Fransisko
alitembea katika giza hili nene la kiroho kushinda giza lile la mwanzoni mwa uongofu wake alipokuwa anatafuta kujua mapenzi ya Mungu. Alielemewa na hofu, mashaka na wasiwasi mwingi. Mtu huyu fukara na mdogo aliyeamini kuongozwa na Mungu sasa alijiona kuachwa na Mungu, kama Yesu msalabani aliyesema, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Injili ya Marko sura ya 15 mstari wa 34 hadi wa 35. Hali hii ya mahangaiko ya kiroho ilijionyesha kwa namna mbalimbali. Wakati mwingine alijikuta anapata hasira kwa kutetea kwa nguvu zote malengo yake ambayo wapinzani wake walikuwa wanayapinga. Katika hali hii, Francisco alishawishika kurudia hali ya mwanzoni ya kupenda zaidi sehemu za upweke ili kutafakari na kujua mapenzi ya Mungu. Alikuwa tayari hata kurudia ile namna ya maisha ya mwanzoni ya kukaa na kuwatunza wakoma. Ndugu huyu fukara na mdogo aliyefurahia utii sasa aliuelewa tofauti na kusema, mtu anayetii anapaswa kuwa kama maiti, anakubali kuwekwa popote pale bila kupinga. Je, aliweza kurudi kwenye hali ya mwanga tena baada ya kupitia giza hili la kiroho? Siku moja akiwa katika hali ya upweke na tafakari binafsi, alisikia sauti ya utulivu ya Yesu rohoni mwake ikimuuliza, kwa nini unahuzunika kiasi hicho Francisco? Je, shirika ni lako au langu? Je, si mimi niliye mchungaji wake mkuu? Basi acha kuhuzunikia hayo. Kikubwa, shughulikia wokovu wako mwenyewe. Maneno hayo yalileta tena mwanga mpya kwa Francisco, na jaribio hilo kubwa likabadili mtazamo wake wa maisha na dhamiri yake ikapata utulivu na amani. Jaribio hili lilimfanya arudi kwenye lengo la kuumbwa na kuitwa kwake, ambalo ni kujitakatifuza kwanza binafsi. Alielewa kwa hakika kuwa kuishi kwa kuongozwa na matumaini yasiyotetereka haimaanishi kutokuwa na maumivu, bali ni kuona uwepo wa Mungu katika maumivu. Je, huwa naona uwepo wa Mungu katika majaribu na maumivu ya maisha? Nikumbuke daima katika maisha kwamba Mungu anaponipitisha katika jaribio kubwa au giza nene la maisha, anakuwa na sababu njema kwangu, kama alivyofanya kwa Mtakatifu Francisco. Mungu alitaka Francisco asijishikamanishe mno na shirika kwa kuhangaika nalo kana kwamba ni la kwake. Mungu hakutaka ajivunie shirika kana kwamba ni kazi yake. Alitaka Francisco abaki katika unyenyekevu, akitambua kuwa yeye ni chombo tu cha Mungu anayetumiwa kwa ajili ya wokovu wake binafsi na wokovu wa wengine. Ndiyo maana mwisho wa safari yake kama chombo cha Mungu alisema, nimefanya kazi yangu, Mungu awaonyeshe kazi yenu. Je, kazi yangu ni nini katika kazi ya wokovu wangu na wengine? Baadaye ndugu walipofika kwake kuuliza juu ya kupunguza ukali wa kanuni, alisema, fanyeni mnavyopenda. Mimi sina kazi nyingine tena ila kuwaombea ndugu zangu na kuwapa mfano mwema. Magumu aliyopitia Mtakatifu Francisco yalileta taswira mpya ya shirika. Usikose sehemu ya 8 ya masimulizi ya maisha ya Mtakatifu Francisco wa Asizi.